Yes, Machil, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunayazungumza mengi ya kimichezo, na moja kati ya watu ambao wanapambana kuzungumzia mpira wa Tanzania kwa maslahi mapana kabisa ya mpira wetu kufika mbali ni Machil Yanga, na hii leo tuko naye hapa na amevalia uzi wake kama unavyoona tunacheza tarehe 25. Machil, naam, uko sawa sawa? Niko sawa, niambie ndugu yangu. Salama kabisa. Mimi nafikiri jambo la kwanza tumshukuru tu Mwenyezi Mungu ambaye ametufikisha leo hii mpaka Juni 25 tunakwenda kuingia mechi rasmi na tunakwenda kucheza. Lakini yote kwa yote niwaambie kitu kimoja. Hii dabi ya Kariakoo tusubutu tu kusema dabi ya mama haina kipengele cha kugoma. Kwa nini unasema dabi ya mama? Sisi ndio mwenye maamuzi ya mwisho ndugu yangu. Yaani ngoja nikwambie kitu kimoja. Jambo la kwanza tuseme tu kitu cha msingi ambacho kimetuleta hapa klabuni ni kwamba kuja kupongezana wote kwa pamoja. Jambo ambalo limefanywa na wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans sio jambo dogo. Jambo la kuwa na msimamo ambao ulikuwa unaonyesha asi bwana, ulikuwa unatupeleka mambo haya na tutengezea mambo mawili. Jambo moja likutuingiza kwenye hatari ya kauli ambazo zilikuwa nazungumzwa na watu ambao wanaoongoza mamlaka ya mpira Tanzania kwamba tutashushwa daraja, kwamba tutakatwa pointi na mambo mengine. Lakini Dar es Salaam Young Africans wanachama na mashabiki walisimama katika njia hiyo, njia moja kuhakikisha kwamba tunasimamia katika haki. Leo hii sisi tunasema tu kitu kimoja kwamba haki imeshinda dhidi ya batu ile ambayo ilikuwa inaendelea. Dhulma, fedhea, kejeli, jeuri, masimango yote ambayo tulikuwa tunavumilia kwa muda mrefu. Lakini leo hii tunapongezana kwa pamoja, tunasema haki imeshinda dhidi ya dhulma ambazo zilikuwa zinaendelea. Haki imeshinda dhidi ya kejeli ambazo zilikuwa zinaendelea. Haki imeshinda dhidi ya kila kitu ambacho kilikuwa kinakwenda kuharibu mpira wetu wa Tanzania. Sisi tunapenda mpira, sisi unajua tunapopambania katika mpira. Sio tunaipambania tu klabu ya Yanga, sio tunaipambania tu viongozi wetu, sio tunapambania tu wanachama. Sisi tunapambania mambo mengi sana. Tunapambania mpira wetu hapa ulipo utoke hapa uende mbele. Tunajua na tunatambua umuhimu na kazi kubwa anayoifanya kiongozi wetu Engineer Harris Said katika uwekezaji mkubwa sana wa kiongozi wetu GSM, kampuni ya GSM. Wanafanya vitu vikubwa sana, wanafanya mambo makubwa sana ili mpira wa Tanzania, so mpira wa Yanga tu bro, mpira wa Tanzania utoke hapa ulipo uende mbali zaidi, ili sisi dunia nayo ije ituzungumze. Mfano wa leo unaona juzi hapa tumemtoa Aziz Ki, sio? Amekwenda Wydad, ameenda Wydad, sio? Lakini tunaona shule anayoifanya katika mashindano ambayo anaenda kule anacheza. Inatajwa Dar es Salaam Young Africans. Dar es Salaam Young Africans iko wapi? Tanzania. Hiyo ndo kitu ambacho sisi tutakwenda kukifanya. Mayele leo yuko wapi? Yuko Piramidi, sio? Umeona kitu ambacho anakifanya, anafanya mambo makubwa sana. Lakini leo inazungumzwa Mayele ametokea Dar es Salaam Young Africans. Dar es Salaam Young Africans iko wapi? Ndio kitu ambacho Engineer Harris anakitengeneza. Engineer Harris sio kiongozi ambaye ana kiroho cha kukunja. Engineer Harris ni kiongozi ambaye roho yake imenyooka, ambaye hana makando kando. Anatengeneza kwa ajili ya taifa hili. Anatengeneza ili taifa lijulikane. Moja ya kujulikana taifa ni kutengeneza vizazi vilivyokuwa bora katika mpira. Kwa hiyo leo tumekuja kuzungumza tu kauli moja kwamba kauli yetu ni kwamba haki imeshinda dhidi ya batu ile ambayo ilikuwa inaendelea. Naam. Actually watani wenu wameonekana kuwa kimya. Naam. Waoneshi kama wamekubaliana na hiki ambacho kana kwamba mchezo umesogezwa mbele. Wengine wamekwenda mbali na kuhoji sheria ipi na kanuni ipi ambazo zimetumika kusogeza mchezo huu mbele. Kwa wengine wamesema ya kwamba labda Yanga inasikilizwa sana na wao wametengwa. Kwa nini waliotaka yote Yanga Africans imetimia na walichosema mchezo usogezwe mbele, mchezo umesogezwa mbele? Mimi nikwambie kitu kimoja, Mwenyezi Mungu anasema hivi, wataranasu sukara wa mahum bisukara. Utaona watu wamelewa hali ya kuwa hawajakunywa kilevi chochote. Simba wamelewa. Simba wamelewa kwa sababu moja tu. Walikuwa naamini batu ili walikuwa wanaitumia wao ya kwamba kuilazimisha bodi ya ligi kama walivyolazimisha tarehe 8 mchezo ugairishwe. Walikuwa wanatengeneza tena kitu kingine, kuugairisha mchezo tarehe 15, yani kuufanya mchezo tarehe 15 uchezo, wanailazimisha bodi au sababu kwamba tarehe 15 wanapeleka timu. Mimi niwaambie kitu kimoja. Nguvu kama wao walikuwa wanaitaka kweli tarehe 15 kwenda kuchezwa hiyo dabi. Nguvu walikuwa wanaitumia tarehe 15 kuhamasisha mashabiki na wanachama wao kwenda kucheza pale Benjamin William Mkapa Kariakoo dabi iende ikachezwe tarehe 15. Nguvu ile walikuwa wanaitumia. Kama kweli walikuwa wanaitaka dabi ichezwe, basi ni vizuri zaidi nguvu ile walikuwa wanaitumia sasa waihamishe kuipeleka Juni 25 ili dabi sasa iende ikafanya nini? Ikachezwe. Waache masimango, waache manunguniko. Dabi hii ni dabi ambayo imeamuliwa.
kisheria. Sisi tumesimama kwenye kanuni na sheria. Jambo ambalo lilikuwa limefanywa kipindi kile ilikuwa ni jambo ambalo la uvunjifu wa kanuni na sheria. Na kwa sababu mimi nikwambia kitu kimoja, Yanga ina uongozi mkubwa sana, ina kabineti, yani kabineti yake imenyooka sana. Umeelewa vizuri? Kupitia uongozi wa idara ya wanachama na mashabiki, ndugu yetu Ibrahim Samuel, sawa? Kupitia idara ya afisa habari wetu Ali Shaban Kamwe na viongozi wengine kama COO Endo Mtine pamoja na engineer Harrison Arafati wamekuja kuiunganisha Yanga. Sasa hivi Yanga inazungumza lugha hiyo, lugha moja. Yaani huyu akisema mimi nafanya, basi ujue wana Yanga yote tutasema tunafanya, ili mradi hilo jambo lisimamia katika haki. Kitu ambacho kimefanyika sasa hivi, kauli iliyotokea na iliyozungumzwa na wanachama na mashabiki wote kupitia viongozi wa matawi Dar es Salaam nzima na Tanzania kwa ujumla, kwamba mechi hatuchezi, na baadaye tukaja na kauli mechi hatuchezi ngo. Sasa hivi tunasema hivi, kauli mbiu yetu tunacheza kiroho safi. Yani hapa tena hakuna mbambamba. Kwa wao kama walikuwa wanatumia nguvu kubwa kuipromote mechi ya tarehe 15 Juni, basi waihamishe hiyo tarehe waipeleke tarehe 25, kwa sababu dabi ya mama haina kipengele cha kugoma. Shukrani sana. Asante sana kaka, asante sana.